Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri ulimwenguni. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Russia itatoa mshikamano kwa watu wa Venezuela kutokana na mvutano unaongezeka kati ya Maduro na Marekani, huku rais wa Marekani akisema kwamba hatojali juu ya hayo. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameonyesha mshikamano na watu wa Venezuela mnamo Alhamisi, huku kukiwa na mvutano unaozidi kuongezeka kati ya kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro na utawala wa Trump. Ikulu ya Kremlin ilisema katika taarifa yake kwamba Putin alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, na kuthibitisha kuunga mkono sera ya kiongozi wa Venezuela ya kulinda maslahi ya taifa na mamlaka yake mbele ya shinikizo la nje linaloongezeka kutoka Marekani. Wito huo unakuja siku moja baada ya majeshi ya Marekani kukamata meli ya mafuta katika pwani ya Venezuela, mbinu ya hivi punde zaidi kutoka kwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump katika kuongeza shinikizo kwa Maduro ambaye amefunguliwa mashtaka ya ugaidi wa mihadarati nchini Marekani. Wakati wa kutoa ushahidi mbele ya bunge la Congress siku ya Alhamisi, waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem alihusisha kukamatwa kwa meli hiyo na juhudi za utawala wa Trump katika kupambana na dawa za kulevya katika eneo hilo. Marekani imejenga uwepo wake mkubwa zaidi wa kijeshi katika eneo hilo kwa miongo kadhaa na kuzindua mfululizo wa mashambulizi mapya na mabaya dhidi ya boti zinazodaiwa kusafirisha dawa za kulevya. Serikali ya nchi hiyo ya Amerika ya Kusini imesema kwamba Putin amethibitisha kidhahiri kwamba anamuunga mkono Maduro katika wito wao kupitia simu ambayo imepigwa na rais wa Urusi Vladimir Putin kuelekea nchini Venezuela. Hata hivyo, ilielezwa katika taarifa yake kwamba Putin alimwambia Maduro kwamba mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Moscow na Caracas yatabaki wazi kabisa na Urusi itaendelea kuunga mkono Venezuela katika mapambano yake ya kudai uhuru wake, sheria za kimataifa na amani kote Amerika ya Kusini. Kama mtangulizi wake marehemu Rais Hugo Chavez, Maduro amejenga uhusiano wa karibu na Urusi ambayo imetoa msaada kwa Venezuela kuanzia chanjo ya virusi vya corona hadi muundo wa sarafu ya siri. Mnamo mwaka 2018, Urusi ilituma kwa kifupi jozi za mabomu ya nyuklia ya Tu-160 kwenye uwanja wa ndege nje ya mji mkuu wa Venezuela, huku Urusi na Marekani zikiingia katika mvutano. Mwaka uliopita, meli mbili za wanamaji za Urusi zilitia nanga katika bandari ya Venezuela ya La Guaira baada ya mazoezi katika bahari Atlantic ambayo Moscow ilisema ni kuonyesha bendera katika maeneo ya mbali na umuhimu zaidi kuna kuonyesha uhusiano uliopo kati ya Urusi na Venezuela. Huko Belarus, Rais Alexander Lukashenko, mshirika wa Putin, alikutana na balozi wa Venezuela nchini Urusi, Yesas Rafael Salaz, siku ya Alhamisi kwa mara ya pili katika muda wa zaidi ya wiki mbili. Maelezo ya kile kilichojadiliwa hayakufichuliwa, lakini shirika la habari la Belarus la Belta lilimnukuu Lukashenko akisema kwamba mwanadiplomasia huyo alitarajiwa kujadili masuala fulani na Maduro baada ya mkutano wao wa kwanza mnamo Novemba 25 na kusafiri tena Belarus ili waweze kufikia uamuzi fulani. Wakati wa mkutano wa Novemba, Lukashenko alitoa mwaliko wa Maduro kutembelea Belarus na akasema kwamba angejaribu kupata wakati wa kutembelea Venezuela pia. Upande wa Iran kadhalika, Rais Masoud Pezeshkian ametoa wito wa msimamo kwamba Iran itasimama pamoja na Belarus pale ambapo Marekani itaamua kuingilia kati, na imesikitishwa na kitendo cha Marekani cha kutengeneza mazingira ya kuzuia meli za mafuta. Kadhalika, upande wa Marekani kupitia msemaji Caroline Levitt ameeleza taarifa kutoka White House akisema kwamba rais wa Marekani atahakikisha anakamata meli nyingi zaidi za Venezuela, meli za mafuta. Amesema, hatutasimama na kutazama meli zilizoidhinishwa zikisafiri baharini na mafuta katika soko jeusi ambayo mapato yake yatachochea ugaidi wa utawala haramu wa Nicolas Maduro katika ulimwengu, Levitt alisema, na aliongeza kuwa Marekani ilipanga kukamata meli za mafuta zaidi katika bodi ya nahodha baada ya mchakato muhimu wa kisheria.
amesema pia Trump hatajali kabisa kusikia rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza nini na anataka nini juu ya suala la Venezuela, kutokana na simu iliyopigwa kati ya rais Vladimir Putin na rais Nicolas Maduro wa Venezuela katika kukabiliana na shinikizo linaloongezeka. Hata hivyo, inaelezwa kwamba wakati huu vikwazo vinazidi kuongezeka kutoka Marekani kuelekea huko Venezuela, lakini mataifa mbalimbali hasa mataifa rafiki na Venezuela yameweka msimamo wa kushikamana na Venezuela, na hii kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo wanasema huenda kuingilia kati kwa rais Putin katika mzozo huu kunaweza kusaidia katika kuhakikisha kuna kuwa na usalama zaidi katika kuendesha jambo hili na kupunguza uhusiano mbaya kati ya Venezuela na Marekani. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.